Mimi naitwa Fulko John Nguli, niko mtaa wa Rubakaya katika mji mdogo wa Chanika, Dar es Salaam. Shughuli ya ufugaji wa kuku kwa mara ya kwanza nilianza mwaka 2023 na nilikuwa na kuku 600. Hiyo ilikuwa hatua yangu ya kwanza, kwa sababu nilikuwa sijawahi kufanya mradi hata mara moja. Niliendelea kufuga kuku wale mpaka walipoishia uwezo wao kutaga, nikawauza. Lakini bado nikapata hamu tena ya kutaka kuendelea na mradi huu. Nikaweka vifaranga 1200. Kwa bahati mbaya siku ya 24 mpaka 26 vifaranga 400 walikufa, kitu ambacho kidogo kilinivunja moyo, lakini kwa sababu nilishaweka miundombinu, kwa hiyo nilikuwa na jumla ya vifaranga karibu takriban 1700 na kitu. Kwa hiyo nilienda nao, nimewafuga hao mpaka wakaanza uzalishaji, na katika hao baadaye ambao walibaki wakawa sasa unazalisha angalau kufikia trei zaidi ya 50, na niendelea hivyo. Lakini baadaye na wenyewe wakaanza uwezo wao kutaga kwa unapungua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na vifaranga na kuku takriban 1300 ambao wapo. Kuku hawa 1300 nawafuga katika maeneo mawili. Kuna banda ambalo kuku wake wanakaa chini, lakini kuna banda ambalo kuku wake wanakaa kwenye keji. Faida ya kuwatunza kwenye keji, kwanza ni usafi, kwa sababu kuku wanakaa juu, hawakutani na uchafu wa aina yote ile kirahisi. Itokee tu kwa bahati mbaya, na inapunguza movement ya kuku kutoka eneo moja kwenda lingine, kwa sababu anakuwa kwenye kichumba, anaishi hapo hapo, ana uhakika na chakula anachopewa, anakula kwa uhakika. Kwa upande wa banda ambalo halina keji, kwa kweli inakuwa ni vurugu, kwa sababu kuku wanatembea sana mle ndani, akawa anatembea, na wakati mwingine kuna uwezekano mkubwa wa kupata magonjwa kiurahisi, kwa sababu wanakula chakula na wakati mwingine wanadonoa baadhi ya vyakula ambavyo vinadondoka chini, wanadonoa. Sasa kuna uwezekano mkubwa wa kupata maradhi. Lakini ya pili ni kwamba utagaji wa kuku wa kwenye keji na waliopo chini kidogo ni tofauti. Wa kwenye keji idadi ya utagaji inakuwa kubwa kuliko idadi ya utagaji kwenye banda ambalo halina keji. Na sababu nadhani ni kwa sababu hawa wanatembea sana, kusimama kula vizuri na kuwa na shida, na kutokana na kuku wenyewe kugombana wakati mwingine kupigana. Kwa hiyo na hakika kuna kuku wengine awali chakula cha kutosha na kusababisha kutokutaga vizuri. Kwa upande wa keji tatizo hilo linakuwa halipo. Na mimi katika ufugaji wangu nilianza na banda la chini, baadaye nikatengeneza banda ambalo nimefunga keji, ambalo lina uwezo wa kubeba kuku karibu 1200. Kwa kweli mabanda haya nilipata wazo, kwanza nilikuwa nasikia watu wanaelekeza jinsi ya kujenga banda, lakini na mimi nikaongeza mwenyewe ubunifu wangu tu kwamba hili banda kwa sababu ninataka lipate hewa, basi ndio nikatengeneza mabanda ya matofali
ambayo yana urefu wa kozi 4 na sehemu ya juu ambayo inakaribia takriban futi 6 iko wazi kwa ajili ya kuruhusu hewa ipite, kwa sababu wanaambiwa kuku hao wanahitaji wapate hewa ya kutosha. Sasa kwa upande wa banda la pili ambalo nimefunga keji, nilipata utaalamu kutoka kwa wataalamu wanaouza hizi keji kwamba banda linatakiwa liwe namna gani. Kwa hiyo nilijenga ili banda. Baada ya kumaliza, walikuja wataalamu kutoka kwenye makampuni ya kuuza keji, na walipofika hapa wakaelekeza utaratibu unavyotakiwa uwe, na nikafanya hivyo, na hatimaye sasa wakaniuzia na keji nikafunga. Uzalishaji kama nilivyosema hapo awali kwamba uzalishaji kwa upande wa banda ambalo linafungwa keji, kwa kweli uzalishaji wake ni mzuri kwa sababu ya uhakika wa chakula, wote wanakula chakula kwa uhakika. Lakini kwa banda ambalo liko chini, uzalishaji kidogo unashuka kwa sababu ya kugombea chakula, kwa sababu kama tulivyo binadamu, mwingine ana uwezo wa kula chakula kingi zaidi kuliko mwingine. Na sasa na kuku ni hivyo hivyo. Sasa ikitokea msongamano na wakati mwingine akawa hali vizuri, basi na utagaji wake unakuwa kidogo unashuka. Lakini kwa ujumla wake, kama anafanya vizuri, kama hajapata matatizo yoyote ya maradhi, ni mradi ambao kwa kweli unaweza kaupenda, kwa sababu unazalisha na soko lake sio baya. Magonjwa sana, kwanza niseme kikubwa zaidi ni kuzingatia taratibu za ufugaji, pamoja na kutoa chanjo kwa wakati, na pale ambapo unaona kuna tatizo kutafuta wataalamu waje wanaelekeza wape dawa gani. Lakini magonjwa ambayo mara nyingi yamekuwa yanawezekana yakajitokeza sana ni kuhara, ambako dawa zake zipo, unaweza hapa wanadhibiti, na hiyo inatokea sana kwa upande wa banda ambalo lina chini, pamoja na minyoo. Lakini zote hizo zina tiba ambazo zinapatikana na wapo. Kwa upande wa banda ile ambalo wanakaa juu kwenye keji, kwa kweli swala la minyoo linakuwa sio shida sana, ni mengine tu. Lakini cha msingi ni kuwa karibu na madaktari wa mifugo ili waweze kuelekeza pale ambapo kuna tofauti zinajitokeza. Maana hawa ni ndege, unaweza kukuta siku nyingine kuku wanapunguza ulaji. Kwa hiyo lazima upate utaalamu kwamba kuna shida gani na unatoa dawa kwa wakati wake. Kwa sasa hivi kuku hao wanazalisha jumla ya mayai trei 35 ambazo kwa kawaida ni kwamba imepungua, na kwa sababu ni kwamba uwezo wao wa kutaga sasa unafikia mwisho, na mimi na mpango kwamba sasa hawa ni wauze ili niingize bachi nyingine ili niendelee na ufugaji. Wakiwa katika hali yao ya kawaida, hawa wanataga trei kuanzia 50 mpaka 55, lakini kwa sasa ndio imepungua mpaka kufikia kwenye hiyo idadi ambayo nimehitaji. Na sababu mbalimbali, maradhi hiyo kidogo, uzee nao, na wakati mwingine vyakula hivi tunavyowapa hatuna hakika navyo, kwa sababu kwa upande wa vyakula nako ni kuna shida, kwa sababu wenyewe ni biashara. Kila kampuni anakuambia chakula changu ni bora kuliko kingine, lakini ukiingia kwenye uzalishaji wenyewe unaona kuna tofauti kati ya chakula hiki na chakula hiki. Kwa hiyo sisi kama wafugaji wakati mwingine tunapata shida ya kuyumba tuchukue chakula cha aina gani. Kwa unachukua chakula unawalisha, lakini baada ya muda unaona kwamba hawaendi vizuri, unaopti sasa kuchukua chakula kingine. Kwa hiyo ndio shida ambayo nyingine inajitokeza hiyo. Serikali ingeingia kikamilifu kuja kudhibiti madawa ambayo yanapatikana, ili wafugaji tuwe na uhakika kwamba ni dawa ipi ambayo ni sahihi kwa tatizo fulani. Lakini sasa kitendo kinaonekana kwamba wafanyabiashara wa madawa actually na wafanyabiashara wa vyakula ni kama wameachiwa huru kwamba wewe uza chakula chochote, soko ndio litaamua kwa mnunuzi. Sasa hili ni tatizo. Na mfugaji kama mfugaji hawezi kuacha dawa kununua akiambiwa na daktari kwamba hii dawa ndio nzuri, ingawa yeye interest yake, motive yake ni biashara. Lakini kama serikali ingeingia moja kwa moja kwenye sekta hii kuhakikisha kwamba dawa hizi ndio sahihi kwa ugonjwa fulani, nadhani matatizo mengine yangekuwa yamepungua zaidi. Kuku mmoja anatakiwa ale
gramu 120. Kwa hiyo ili kuwapa chakula ambacho kinastahili, kwa unachukua hiyo 120 unazidisha mara kuku ulionao ambao unapata kilogramu zake, ndio hizo sasa unazigawa. Na mimi kwa kawaida nawapa kwa kutwa mara 2. Nawapa alfajiri kuanzia ile saa 11 mpaka saa 12 wanapewa chakula, na awamu ya pili wanapata saa 9. Kwa utaratibu wangu mimi kwa siku nakusanya mayai mara 1. Na zoezi hilo linafanyika saa 7 mchana. Tunakusanya mayai yote. Baada ya hapo tunashughulikia masuala ya masoko. Kwa hiyo mpaka siku ya pili tena saa 7 ndipo tena tunaokota mayai. Hatuokoti mara 2, ni mara 1 tu. Hawa kuku wa chini mayai yao normally yanakuwa machafu kutokana na wakati wengine sehemu zile ambazo wanataga, kwa sababu inawezekana sehemu nyingine wameweka kinyesi pale na kuku anakuja anataga. Kwa hiyo unakuta yai sehemu nyingine linakuwa na asili ya uchafu. Sasa likishakuwa yai chafu ni lazima ufanye usafi, kulifanyia usafi. Lakini kwenye keji unakuta lenyewe linatoka likiwa vizuri kwa sababu haligusiani na uchafu wowote. Lakini kwa ubora wa mayai yako vizuri, haina tofauti sana. Tofauti kubwa hiyo katika uchafu na usafi wao. Mimi kama mimi ubora wa yai nazingatia, kwanza naliona kabisa kwamba gamba lake liko vizuri. Halina tunaambiwaga halina madoa kama ya asili ya damu au kitu kingine. Linakuwa ambalo liko zuri. Lakini inapokuwa kuna matatizo, utaona wakati unaweza kukuta kwamba yai linatoka na gamba ambalo kidogo jepesi, na hilo mara nyingi haliwezi kudumu, lazima litapasuka. Lakini vile vile na size ya yai, utakuta kwamba yai ya huku na kwenye huku wa chini na kwenye keji unakuta size yake yanafanana. Shida kubwa tu kwamba huku anakuwa na asili ya uchafu kwa sababu ya maeneo ya kutagia. Kuvunjika, hiyo sio issue kubwa sana. Upo uvunjikaji lakini sio mkubwa, na sana sana ni upande wa keji. Nadhani wakati lile yai linavyotoka linapodondoka, kwa sababu linatembea kwenye waya, sasa labda inategemeana, kama utakwenda kwa spidi inakwenda kugonga kwenye vyuma vya upande wa pili kule, utakuta inaweza kuongea limebonyea, lakini sio tatizo kubwa. Kiasi kidogo sana. Mimi kuku wangu wanakunywa maji ya kisima. Nimetoboa kisima na mashine, nimeweka pampu, napandisha maji, naingia kwenye tenki, yanatembea kwenye pipe, yanaingia kwenye tenki hilo hapo, na pale sasa naingia kwenye system ya huku, na huku tunapata kutoka kwenye koki hapa. Lakini haya ni maji ambayo ni ya kisima. Hata haya sisi tunakunywa, isipokuwa tu kuna yana asili ya chumvi kidogo. Kwa hiyo utakuta na kwa sababu tuna maji ya kuvuna ya mvua, kwa hiyo utakuta tumejizoea kwenda kutumia maji ya mvua ambayo tunachukua na chemshwa alafu tunakunywa. Lakini haya hata watu wa kawaida wanakunywa tu bila shida yoyote. Na hata kabla ya kisima kile cha maji ya kuvuna ya mvua tulikuwa tunatumia haya. Soko langu la mayai ni hapa Chanika, na wanunuzi wangu wakubwa ni wafanyabiashara wa maduka, wafanyabiashara wa chipsi, wanakaanga chipsi. Hao ndio wafanyabiashara, ndio wanunuzi wangu. Na mimi kwa kweli sipati tabu ya kusema nichukue mayai nitembeze. Nikitoka hapa maana yake anakwenda kwa mtu fulani, na wengine wanakuja moja kwa moja hapa wanachukua mayai yao. Ila kuna wakati mwingine kuna fluctuation ya bei. Kuna kipindi fulani bei unakuta imeshuka, na kipindi fulani bei inapanda kutokana na soko lilivyo. Changamoto ni kwenye chakula kwanza, ubora wa chakula, lakini changamoto upande wa tiba, madawa. Ndio anasema unapata madawa wakati mwingine hana uhakika, wakati mwingine unapata dawa kwa interest ya mtu fulani kwamba hii ndio dawa, kumbe ni biashara anaifanya yeye. Hizo ndio changamoto ambazo kwa kweli zinakabili sana sekta hii ya ufugaji wa kuku wa mayai. Swala la soko linaweza kuwa changamoto katika kipindi fulani, lakini wakati mwingine inakuwa sio changamoto.
lakini shida kubwa iko katika masuala ya chakula na madawa. Lakini na vile vile mabanda yetu ambayo tunatakiwa tufuge, lazima tujitahidi tujenge banda ambalo ni bora, linakidhi viwango. Tusijenge tu banda tu mradi banda mimi nataka kuanzisha biashara, inakuwa ngumu. Lakini vile vile madaktari wa serikali wangeingia sokoni huku kupita kuangalia shida liko wapi, ili tuondokane na makanjanja waliopo. Maanake madaktari makanjanja wapo. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja anasema yeye ana leseni ya kufanya kazi. Ofisi yake iko anasema iko si wapi Gongo la Mboto. Sasa lakini si mtu wa serikali yule. Kina anakuambia ana leseni. Lakini kama serikali kwa sababu serikali inasomesha watu wengi wa mifugo, kilimo, wamesomesha watu wengi. Hao ndio wangedeploy kwenye maeneo haya kwamba bwana, hebu fanyeni kazi hii ili tupate ushauri wa uhakika usiokuwa na madoa na mawaa, kuliko hao wataalamu ambao mtu anakuja tu ana mikoba kibao mgongoni na kuambia mimi daktari. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo naona ni changamoto ambazo zipo. Nimesema sifa ya banda ambayo mtu anataka, kwanza nimesema apate ushauri wa madaktari, wataalamu wa mabanda. Ukishapata hiyo, watakuelekeza banda lako linatakiwa libebe kuku wa kiasi gani. Sasa hivi ni vitu muhimu, sababu usipofanya hivyo wewe unaweza ukajenga banda likawa kubwa au dogo, lakini ukaingiza faranga ambavyo wakati mwingine haviwiani na uwezo, kwa sababu tunaambiwa banda kuku katika square mita moja wanatakiwa akae kuku angalau 5, kizidi ndio idadi inayotakiwa. Sasa kama ukufuata hiyo, maana yake unaweza kujenga banda square mita moja ukajikuta na kuku 10, alafu akapata matatizo wakafa. Wakishakufa utaanza kulaumu, lakini kumbe umekosea kutoka hatua za mwanzo. Lakini vile vile banda hilo lazima na hewa ya kutosha, kwa sababu mabanda kuku wanataka hewa safi na hewa iweze kuingia na kutoka, sio hewa ikishaingia basi imekaa hapo. Au kama atakuwa kuku wengi, maana yake wote watakuwa wanainua vichwa juu kutafuta hewa, kitu ambacho kuku watafanya vizuri. Lakini vile vile na swala la kujua katika eneo hilo likoje. Mimi binafsi nilielekezwa kwamba ikiwezekana kama kuna mahali pana kivuli napendeza zaidi kuliko kwenye jua kali zaidi, ambao kwa kutwa nzima ubaridi haupo. Na mimi bahati nzuri kwenye eneo langu nilikuwa na miti, miembe iko jirani, kwa hiyo sehemu fulani unapata ubaridi kutokana na kivuli cha miti. Kwa kweli faida ipo, kwa sababu kuku hawa utahangaika katika hatua za mwanzo za kuwalea, kwa maana utakuwa unawalisha tu, lakini pale wanapoanza kutaga unakuta kwamba hizo gharama kwako zinakuwa zimepungua au zinakoma, kwa sababu kile wanachotaga ni kama unajilisha. Anataga, unauza, unanunulia chakula, wanaendelea bila shida yoyote hiyo. Lakini vile vile kuku hawa ukimaliza kutaga kuna mambo mawili, unawauza, lakini vile vile hata wewe mwenyewe baadaye unaweza kwa siku moja unapata mboga kutokana na kuku hao. Kwa hiyo kwa kiwango fulani inakuwa na faida, kwa sababu ukishauza kuku unakuja kutopa up na pale ambapo umepata faida kutokana na uuzaji wa mayai. Kwa hiyo unakuta na wewe kidogo mtaji wako umepanda. Si kwamba kuku ambao wakimaliza kutaga basi na hawana shughuli nyingine yote, na wana soko zuri tu, watu wanakwenda wanakuja wananunua tena kwa wingi, kwa sababu watu wanawapenda hawa kuku. Cha kuongezea binafsi
ni kile tu ambacho kwamba mimi ningeomba serikali iingie kamilifu katika masuala ya madawa, katika masuala ya kudhibiti chakula, lakini vile vile swala la madaktari wa serikali ambao wengine wapo kwenye maeneo yetu ya kata, lakini unajua hawako effective kama madaktari makanjanja. Sasa sijui shida ni nini hapa. Utakuta hao wa mitaani wako kila wakati wanazunguka, lakini walioko kwenye kata ambao ni wa serikali unakuta mpaka pengine umtafute. Lakini kwa sisi Dar es Salaam hapa vile tunanufaika na huduma inayopatikana pale Temeke Veterinary, kwamba ukiona jambo limekutatiza zaidi, basi unachukua mfugo wako unapeleka pale kwenye maabara, wanafanya vipimo, wanakupa majibu ambayo ni sahihi kuliko yale ya kubahatisha tu kwamba hii bwana, hebu mpasue hapa, unaona huyu mara sijui kuna nini minyoo mara hivi, lakini pale unapata huduma ambayo ni 100% ni nzuri. Kwa hiyo kwa sisi wa Dar es Salaam inatusaidia. Sina hakika kwa watu maeneo katika mikoa mingine. Magonjwa mara kwa mara yanatokea sana sana ni yale ambayo yani wanaweza kupunguza utagaji, ama pengine kuna minyoo ambayo hiyo inakuwa mara kwa mara, lakini tiba yake ipo na haina pingamizi kwamba kuna chanjo ya minyoo unawapa. Na kwa kawaida hao unakuta kwamba chanjo ya minyoo wanapewa kila baada ya miezi 2, lakini kuna chanjo vile vile ya Newcastle ambayo tunapewa kila baada ya siku 90. Kwa hiyo vitu hivyo kama unafuata ratiba hiyo unaweza ukaviepuka, lakini kama una ratiba nzuri ya kufuatilia vitu hivi inaweza kuletea shida. Na kuku hao wakiumwa kuwarudisha katika hali yake ya kawaida nayo inakuwa ni shida, nayo itachukua muda. Ndio hapo sasa unakuta utagaji kidogo unapungua, na huku unahangaika kuwapa dawa, mara wape dawa fulani, mara dawa fulani, lakini kwa sababu ya kimfumo kila hapo katikati ulikivuruga. Kusambaa kwa magonjwa kunaweza kuwa na matatizo. Wakati mwingine kubwa zaidi ni movement ya watu, kwa sababu sisi binadamu tuko mobile. Leo umesikia Msumbiji huko kuna ugonjwa wa kitu fulani, lakini kuna mtu anatoka huko anakuja huku na huwezi kujua kwamba sasa huyu mtu anakuja ana vitu gani. Katika vitu vya kawaida huwezi kujua. Maana yake ili umjue hiyo lazima uende kwenye utaratibu wa maabara, mpime na nini na nini. Ndio maana tunaelekezwa sana kwamba angalau mtu ambaye anahudumia banda basi awe ni mtu mmoja na tufuate zile taratibu. Kwamba kuwe na maji ananawa na nini na nini. Of course hata uniform naambia awe na uniform moja. Kama banda mawili hivi naambia kila banda liwe na sare yake. Vitu vya huko na upande wa pili ni hivyo. Kwa hiyo nafikiri kusambaa kwa magonjwa unatozekana movement ya watu, lakini kuna magonjwa mengine naambia yanasambaa kwa hewa, na yenyewe na vile inaweza kuwa ni shida. Virusi vinatoka huko na hewa vinakwenda kuingia mahali pengine. Sasa kadri vinavyokwenda maana yake vinahama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, eneo lingine kwenda lingine. Sasa kama mabanda hayo yako jirani na yako katika uelekeo wa upepo fulani, basi uwezekano wa kupata magonjwa huko.